Dhulhijja. Ni funga ya siku 10 za mfungo 3 mwezi wa Hija. Funga ya siku 10 za mfungo 3. Na hii imethibiti katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu radhiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu amridhie yeye na baba yake. Amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume rehma na amani za Mwenyezi Mungu zimwendee, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Kunako ibada mbalimbali au kunako masiku ambayo Mwenyezi Mungu masiku hayo kayaweka kwenye mwaka mzima, pakafanyika ibada iliyokuwa bora zaidi kuliko ibada inayofanywa katika masiku haya 10. Ndugu yangu msikilizaji, masiku 10 haya au masiku 10 hayo ya mfungo 3 ni masiku 10 ambayo fadhila zake ni kubwa mno kuliko masiku yote ambayo Mwenyezi Mungu waja wake kawaruhusu kufanya ibada. Hayo masiku 10 ibada zake zina thamani kubwa na kufunga kuna thamani kubwa. Ila funga ya ibada hizi au ya masiku haya, funga ya masiku haya ni funga ya sunna, sio funga ya fardhu. Na kama ni sunna, basi kama tulichosema, yuthabu fa'iluha, atapata thawabu mwenye kufanya sunna hiyo, wala yuaqabu tarikuha, wala hapati dhambi mwenye kuacha sunna hiyo. Lakini kufanya kunaongeza daraja katika kile kibindo ambacho Muislamu amejiwekeza mwili na kaika mambo yake. Faqalu ya Rasulullah wala aljihad, masahaba wakamuuliza mtume, hata jihadi itashindwa na masiku hayo 10 fi sabilillah, tena jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu? Faqala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, wala aljihad fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu haifiki ibada ndani ya masiku hayo 10, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, illa mtu tu yule ambaye ametoka kwa ajili ya kupigania dini na mali yake na nafsi yake, falam yarji min dhalika shay, kisha asirudi na kitu chochote. Kwa hiyo aliyevuliwa hapa kwenye ubora ni yule mtu pekee ambaye katoka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akapigana huko, Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua yeye pamoja na mali aliyoitoa kwa ajili ya jihadi. Huyu ndiyo pekee anayeshinda ubora wa masiku yale 10 kwa ibada inayofanyika ndani ya masiku hayo. Kwa hiyo utaona sunna hiyo ni kubwa na sunna hiyo ni tukufu. Waislamu wasizembee kufunga siku 10 za mwezi mtukufu wa Hija, mfungo 3. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kufika katika mwezi wa mfungo 3 ili tuweze kupata fadhila na thawabu kubwa za masiku 10 hayo. Hiyo ni saumu ya siku 10 za mfungo 3 ambayo ni sunna. Ala, kuna saumu Arafa, siku ile ile ya mfungo 3 ambayo ni siku maalum. Saumu Arafa, ikhwanuna alhajij yaqifuna ala su'id Arafat, wanasimama katika viwanja vya Arafa. Hapo pana sunna kubwa mno, yaumu Arafa, siku ya Arafa. Wa hadha sawm yahtassu billadhina laysu fi araswati Makkah al-Mukarrama, vinawahusu tu saumu hii, inawahusu wale ambao hawako viwanja vya Makkah tukufu, wale ambao katika maeneo ambayo si ya pale, hao ndio wanahusika kufunga siku hiyo ya Arafa. Na imethibiti siku hiyo utukufu wake kwa hadithi ya mtume pale aliposema, siyamu yawm Arafa, siyamu yawmi Arafa ahtasibu ala Allah. Mtume anasema ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Mtume anasema siyamu yawmi Arafa ahtasibu, inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Anasema funga ya siku ya Arafa, mimi na natarajia kwa Mwenyezi Mungu na nina yakini funga hiyo Mwenyezi Mungu hufuta madhambi yale ambayo yapo kabla
ya huo mwaka na madhambi ambayo yatakuja baada ya mwaka huo kwa huyo mtu ambaye atakuwa kafunga siku hiyo moja, siku ya Arafa. Ya laha min ni'ma wa ya laha min thawabi, neema ya kiwango gani na thawabu kubwa kwa kiwango gani. Yani unafunga siku moja alafu madhambi yaliyokuwa kabla yote yanafutwa na yale yatakokuja baada pia yanafutwa kwa mwaka mzima. Ni hadhi kubwa na ni ibada ya siku moja tu, Yaumu Arafa. Mtume anaonyesha utukufu wa siku hiyo, na Waislamu wajue ni sunna sawa, lakini ni sunna adhima, ni sunna muakkada, ni sunna ambayo ina ulazima Muislamu asiache kuweza kufunga, kwa sababu katika ibada ziko ibada zinatendwa kwa uchache sana, lakini malipo yake ni makubwa mno, na hizi ni katika zile fadhila Mwenyezi Mungu ameziweka kwa waja wake ili wafanye kidogo wapate makubwa na wadiriki yale ambayo mabaya mengi wanayofanya kama wanadamu. Kwa hiyo istahaba ahlul ilmi siyam yawm Arafa, illa wamependekeza wanazuoni watu wafunge katika siku hiyo ya Arafa, na hii Arafa inapatikana katika siku ya 9 ya mwezi mtukufu wa Hija, tunauita mfungo 3. Naam. Funga nyingine ni siyamu katika aina nyingine. Hizi ni sunna. Ni sunna hizi, na ziko sunna tunafunga na pia kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, asiyam yaumul ithnain wa yaumul khamis. Kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi pia ni sunna, ni siyamu sunna ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ziko sunna ambazo ni mustahabba kama siyamu ayyamul bidh, kufunga masiku meupe katika kila mwezi siku 3 zile. Hizi zote ni katika sunna ambazo zimethibiti na amezifanya kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tunaingia katika aina nyingine ambayo hii ni muhimu sana pia Waislamu kufahamu, siyamu al-Muharram. Siyamu al-Muharram wa ta'kidu yawm Ashura pia ni sunna, kufunga siku ya Muharram. Muharram ni mwezi wa mfungo 4. Hatukusudii hapa ile Muharram ya kuharamishwa, hii tunaizungumzia ni Muharram ya kutukuzwa, mwezi uliotukuzwa wa mfungo 4, ambapo kuna funga na mkazo katika mwezi huo ni kufungwa siku ya Ashura. Ni siku ya 10 min hadha shahri al-Muharram, katika mwezi huu mtukufu wa Muharram. Siku ya 10 panafunga ambayo inaitwa Ashura. Na funga hii imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka mwenyewe Mtume katika riwaya alisema, law ishtu ila qabil la asummanna tasua wa Ashura, kama ningeishi paka mwaka mwingine mimi ningefunga siku ya 9 na siku ya 10. Kwa hiyo kuna tasua ambayo ni siku ya 9 na Ashura siku ya 10. Mtume alitamani kama angelikuwa hai angefunga ile tasua, lakini akamalizia angefunga siku 2, tasua na Ashura, kwa kuonyesha umuhimu wa funga ndani ya mwezi mtukufu wa Muharram. Na imetiliwa nguvu sana ile siyamu yawm Ashura. Na imekuja hadithi ambayo imepokelewa na Abi Huraira, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa Mtume, rehma na amani za Mungu zimwendee, ayu salati afdalu, ni ipi swala iliyokuwa na ubora sana, baada al-maktuba, baada ya faradhi? Qala, Mtume akasema, as-salatu fi jawfi al-layli, swala katika usiku mkubwa, wakati katika tumbo la usiku, yani ni katikati ya usiku. Hiyo ni katika swala iliyokuwa bora. Kila, kisha kukasemwa tena kwa Mtume, akaulizwa, thumma ayu siyami afdalu baada Ramadhani, kisha ni funga ipi iliyokuwa bora baada ya Ramadhani? Mtume akajibu, shaharullahi alladhi, ni ule mwezi wa Mwenyezi Mungu ambao tad'unahu al-Muharram, mnauita Muharram. Sisi tunauita mwezi huo Muharramun, funga yake ni bora sana.
Hadithi hii imepokelewa na Imamu Ahmadi, Imamu Muslim, kuonyesha fadhila ya siku ya Ashura na funga ndani ya mwezi mtukufu wa Muharram. Na vile vile ni sunna kufunga hiyo Ashura, na ni siku ya 10 kama tulivyosema, lakini vile vile watasua kama nilivyosema, kama mtume alivyosema, kama ningeishi katika mwaka unaofuata ningefunga na siku ya 9. Hii ni funga pia ya sunna, na Waislamu tuwahitajiwa tusiache sunna ila kwa dharura ya udhaifu wa kimwili, udhaifu wa kimaradhi, udhaifu mbalimbali. Lakini kama mtu ana afya njema, ana uwezo wa kufunga sunna kama hizi, zinasaidia katika kuongeza amali zile za faridha tunazozifanya. Saumul ashhuril muharram, kufunga miezi mitatu mitukufu, na maana kwamba Dhulqaada, Dhulhijja na Muharramun na Rajab, kufunga katika miezi hii mitukufu ambayo Allah kaisema inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Miongoni mwayo kuna miezi 4 mitukufu ambayo tukirejea tena Dhulqaada, Dhulhijja, alafu Muharramun na ile Rajabun ambayo yenyewe imejitenga kati ya miezi hii mitatu ambayo imefuatana. Naam, miezi hii ni miezi mitukufu. Paka Waarabu wale waliokuwa washirikina kabla ya Uislamu walijua utukufu wake. Allah anasema innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama liwati'u iddata ma harrama Allah. Yani hakika an-nasi si jinginelo, an-nasi maana neno hili nasia ni ziada katika ukafiri, ilikuwa Mwenyezi Mungu huwapoteza katika hiyo ziada wale waliokufuru, wakiharamisha miezi hii ambayo ni miezi iliyotukuzwa, ni miezi ambayo ina utukufu. Wakiharamisha miezi hii, basi ufidia katika miezi mingine ambayo ni halali wao kufanya lolote lile. Na maana gani? Na maana hii, mwezi wa Rajabu ni haramu kupiganwa vita, maanake miezi hata vita vilikuwa havipiganwi, ni haramu. Sasa hawa bwana wakubwa wakiona wamebanwa lazima wapigane, wanapigana, lakini alafu wanautafuta mwezi ambao sio mtukufu, wanakaa bila kupigana ili kufidia. Waarabu walikuwa wanafanya hivyo, kwamba wanapigana katika mwezi mtukufu ambao ni haramu kupigana, alafu wanaochukua mwezi fulani katika miezi ile ambayo si mitukufu katika ubora ule ambao Mungu ametueleza, na ndani ya ubora wake anaujua zaidi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hawa mabwana wakubwa wanakuja kuhalalisha ule mwezi, kwamba jamani, tulipigana mwezi ule ambao ni mtukufu na ni haramu sisi kupigana. Wanachukua mwezi, labda wanachukua mfungo 6 Rabiul Awwal, wanauchukua ule, hawapigani kufidia ule mwezi ambao ni mtukufu, na wao wameingia katika kuharamisha kwa kupigana vita. Kwa hiyo aswa istahabu al-ikthar min as-sawm fiha, anasema katika hiyo miezi mitatu, hiyo minne, yapendeza kufunga sunna ndani ya miezi hiyo, na ieleweke kwamba si kufunga miezi yote. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunga katika miezi hii siku zote. Bibi Aisha anasema ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmala shahran ila Ramadan, sikumuona mtume akikamilisha mwezi kufunga ila wa Ramadhani peke yake. Wa ma raaituhu akthara siyama minhu fi Sha'ban, na wala sijamuona akifunga zaidi katika miezi zaidi ya mwezi mtukufu wa Sha'ban. Kwa hiyo mtume alifunga Shaabani sana, lakini hakukamilisha mwezi wowote ila Ramadhani. Kwa hiyo Waislamu sisi tunajiingiza katika kufunga, wengine wanaanza Rajabu yote, Shaabani yote, Ramadhani yote. Sio sunna thabita hiyo, haikuthibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Iliyothibiti ni kufunga sana katika Shaabani, na Rajabu pia unafunga, lakini sio kufunga mwezi yani wote wa Rajabu. Kwa kuona labda kufanya hivyo
utakuwa taqarrabta ila Allah jalla wa ala, umejikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu. La kufanya hivyo ni kukhalifu sunna. Mwenyezi Mungu atuongoze inshallah. Na haya masiku ya Jumatatu pamoja na Alhamisi nimesema ni sunna iliyothibiti na amedumisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Waislamu wanatakiwa wafanye hivyo. Kuna hadithi imepokelewa na Imam Muslim kwamba yeye amesema, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga siku ya Jumatatu, na akasema Mtume, dhaka yaumun, hiyo ni siku, ulidtu fihi, niliozaliwa, wa unzila alayya fihi, na ndio siku Qur'ani iliteremshwa kwangu. Kwa hiyo Mtume alifunga siku ya Jumatatu kuweza pia kutasharraf biyaumi wiladatihi, siku ya kuzaliwa kwake, wa yaum unzila alayhi alquran, na siku ambayo kateremshiwa Qur'an. Kwa hiyo hii pia ni katika sunna na imethibiti. Vile vile ni sunna kufunga masiku yale ayyamul bidh kama nilivyosema, nayo ni masiku ya mwezi 13, 14 na 15. Na haya yote kayafanya na ameyaingia Mtume sallallahu alaihi wasallama, na akayaeleza na akawaraghibisha kuwapendezesha umati wake waweze kupata fadhila juu ya kufunga masiku hayo. Na somu ya mwisho ama kigawanyo cha mwisho ni asomul muharram, somu ambayo ni haramu kabisa kufungwa. Yani mtu akifunga hapo sasa atakuwa ameingia katika hatia na atapata dhambi, na sio maelezo marefu. Ni kufunga siyam yaumai al-Eid, kufunga siku mbili zaidi, Eidul Adha wa Eidul Fitri, Idi kubwa na Idi ndogo. Ni haramu Muislamu kufunga siku ya Idi, na hapo hata kama una aina fulani ya uchamungu, basi uchamungu ule hapo ni muntaha, ni ukomo, hauvuki hapo. Uchamungu au haramishi kilichohalalishwa wala au halalishi kilichoharamishwa. Uchamungu mzuri ni kumfuata Mwenyezi Mungu katika maandiko ya Qur'ani na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake, sunna za vitendo, sunna za maneno, na zile sunna pia ambazo Mtume alikiri jambo kwa mtu limefanywa mbele yake na akaridhia Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia hiyo ni sunna kwako na ichukue. Lakini kutengeneza taratibu za kwako kwa kuona kwamba kufanya hivyo kutakupandisha daraja, hilo ni katika jambo ambalo ni mamnu shar'an, limekatazwa kisheria. Na katika jambo hili nipende kusema tu, kuna kipindi mimi nilikuwa mahala katika mji, basi siwezi kutaja mji ule kwa kusitiri baadhi ya hizi habari. Pakatokea mzozo mkubwa. Ndugu yetu mmoja, yeye aliamua kufunga mwaka mzima, yani anafunga kila mwezi, anafunga yeye kila mwezi anafunga, na alikuwa na maarifa kidogo, tena maarifa yake yalizidia zaidi upande wa kizungu, alikuwa na maarifa. Sasa katika hali ile ya kufunga akawa anajifakhari na funga ile, na anasema katika msikiti alikuwa pia ni ana nafasi ya kutoa mawaidha. Mashekhe, mimi nilikuwepo kipindi hicho bado na umri mdogo, mashekhe wakamhoji juu ya kufunga mwaka mzima. Yule bwana alitoa majibu ambayo ni vizuri sana Waislamu wafahamu. Ibada si kwa kutamani, ibada ni kwa kusoma Qur'ani na kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana watu walieka mjadala na yeye akaja, wala kuhofu. Vitabu vikaletwa, Sahihu al-Bukhari, Sahihu Muslim na baadhi ya vitabu vya hadithi na Qur'ani zikaletwa pale. Mjadala ukaenda ule, lakini wale watu waliokuwa wana dalili ndani ya sunna, ndani ya Qur'ani, wakasema wakamaliza. Alipopewa yule bwana naye atoe hoja yake, alisema hoja ya kiakili, hoja ambayo hata mimi na wewe unaweza kusema iko sahihi lakini haiko sawa. Akasema baba yako amekupa matuta 10 ulime, alafu siku hiyo anakuja kukuta umelima matuta 100.
atafurahi au atachukia? Jawabu kwa waumini, na wengi si wasomi, ni waumini tu kawaida, wakasema atafurahi sana. Watu wakapiga takbira pale, na yule shekhe akaonekana kashinda kuliko aliokuja na vitabu kwa hoja ya kiakili. Lakini ilivyo ni kwamba alikuwa amekosea, na baada ya muda alijowekwa vizuri akafahamishwa, alijua kwamba kweli alijibu kiakili na alikuwa iko ndani ya makosa. Kwa sababu siyam iliyokuwa bora, Mtume amesema khairu siyam siyamu Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Bora ya funga ni funga ya Nabiullahi Daud, alikuwa anafunga leo alafu kesho anafungua, kesho anafunga, kesho kutwa anafunga, mtondogo anafungua. Ndivyo ilivyokuwa funga bora, na ndiyo ilikuwa funga ya Daudi. Sasa funga ya miaka mzima ni haram. Katika vitabu ya fiqh inaitwa saumul wiswali, saumu ya kuunganisha. Hadha saum muharramun shar'an. Alafu pia tukimalizia kigongo cha mwisho ni as-saumul makruh, funga ya kuchukiza. Funga ya kuchukiza hii, kama kuipwekesha siku ya Ijumaa ukaifanya ni siku ya kufunga, sio haram lakini ni makruh. Lakini vile vile ukaipwekesha siku ya Sabti, Jumamosi au ila Ahadi au Jumapili, yani ndio ukazifanya ni siku za kufunga. Hizi funga za siku za masiku haya ndio ataja, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, ni makruhu, inachukiza. Na jambo ambalo linachukiza sio jambo zuri kufanywa na Muislamu, kwa sababu machukizo haya yanapelekea kwenda katika uharamu. Innal jabala min alhaswa, hata jabali pia lilianza kidogo kidogo, lilianza na changarawe. Na ukidumu katika haya mambo ya makuruhu haya, iko siku utaingia katika makubwa, ujikute umeingia katika haramu. Kwa hiyo hizi, ndugu zangu, ndio aina za funga ambazo ni haram Muislamu kufunga, na ziko ambazo ni makuruhu, zile ambazo nimezitaja. Lakini katika upande wa haram nilizungumza mbili tu. Nilizungumza kuswali Idi mbili, lakini pia kuna kufunga ayamu tashriq athalatha, yale masiku ya kukausha nyama matatu. Ayamu tashriq yanaitwa yale, ni haram kufunga yale masiku matatu baada ya watu kutoka Arafa na baada ya Eid. Kuna masiku matatu ambayo hata sisi huku tunapiga takbira siku tatu zote zile, lakini pia wenzetu kule wanashughulika kukausha nyama masiku matatu, yanaitwa ayamu tashriq. Siku ile ya Eid, siku inayofuata na siku nyingine inayofuata, yale masiku ni haramu kufungwa. Na ipo hadithi imepokelewa na Abi Huraira vile vile kwamba hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpeleka Abdullah ibn Hudhafa yatufu fi Mina, akawa anatufu kule Mina. Naam, alla tasumu hadhihi alayam, akawaambia msifunge masiku haya, fa inaha ayamu akli wa shurbi, yale ni masiku ya kula na kunywa, wa dhikrullah azza wa jalla, na kumtaja Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hayo ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja sana Allah jalla wa ala. Vile vile yaumu shaki, kufunga siku ile ya shaka. Watu wana mashaka kwamba labda kesho itakuwa Idi, wanautafuta mwezi. Ni yaum 29 min Ramadhan, wewe unafunga yaumu shaki, au ni yaumu 29 min Shaabani, yaumu 29 min Shaabana, wewe unataka kufunga siku hiyo. La, hiyo inaitwa yaumu shak, au takiwi kufunga. Watu wanataka kupata taakud, kuhakikisha, na kama ghima alayhi alghuyum, kumefunga mawingu, lam yarau alhilala, mwezi hawakuona, fa innahum, hakika ya wao, yutimuna 30 yauman min Shaaban, watakamilisha siku 30 za Shaabani ili waanze tarehe 1 ya Ramadhani katika siku inayofuata. Hivi ndivyo ambavyo wamelelewa Waislamu, na hivi ndivyo ambavyo Waislamu wanatakiwa wawe. Wasivumburuke katika mambo tu wanayoyataka kuwayafanye, hata kama dhana ya mambo yale
ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Lakini madamu hayana dalili na hayakufanywa na mtukufu wa daraja, mambo yale yanaweza kuwaingiza katika halaki, kuangamia, wa na'udhu billahi ta'ala min dhalik. Na katika lile ya jambo la kuunganisha kufunga mwaka mzima, hadithi ya Abu Huraira inasema iyyakum wal wiswal, tahadharini kuunganisha funga. Ni haramu Waislamu kuunganisha funga. Basi tumalizie kipengele cha haramu cha mwisho, ambacho ni haramu pia mwanamke kufunga saumu yoyote hali ya kuwa, isipokuwa Ramadhani, mume wake yupo akaamua kujiingiza kwenye kufunga. Ile funga yake kama haina ridha ya mumewe inakuwa ni haram. Lazima atake idhini kwa mumewe kwamba baba fulani, mume wangu, nataka nifunge funga ya sunna ambayo ni Jumatatu ama Alhamisi ama ayyamul bidh, kwa ridha, kwa idhini ya mume wake, basi ni halali kufunga. Na kama atafunga kwa kujitia kwamba yeye anautafuta ucha Mungu na anatafuta kujikurubisha kwa Mungu, basi ule ucha Mungu wake umekosa mashiko na atapata dhambi. Ila Ramadhan, hata mume kataa, yeye lazima afunge. Kwa hiyo nashukuru sana, alhamdulillah, wafaitu hadha dars وحفظت هذا الموضوع على هذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الدرس على ما هو عليه، وأن يمن علينا بنصره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.